Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imeendesha semina ya siku moja kwa waandishi wa habari, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Tunafikiri sisi kama taasisi hii, ikiwa wadau wetu muhimu kama waandishi wa habari, na wajibu upi katika kuzuia na kupambana na rushwa tunapoelekea kwenye uchaguzi ambao sasa hivi takriban siku 12 zimebaki. Sawa. Sasa ukija kwenye uchaguzi mkuu pale tunasema TAKUKURU kwa kushirikiana na wadau, kile inapokaribia uchaguzi huwa tunaelekea mikakati kwa ajili ya kuzuia na kupambana na rushwa wakati wa uchaguzi. Akifungua semina hiyo, mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James ameipongeza klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Iringa IPC kwa namna ambavyo inatekeleza majukumu yake kwa weledi, jambo ambalo amesema limekuwa chachu ya uwazi, wajibikaji na maendeleo ndani ya mkoa huo. Ndugu mwenyekiti na katibu wa klabu ya waandishi wa habari wa mkoa wetu, na nichukue fursa hii pia kuwashukuru kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya kwenye mkoa wetu. Kwa hili mjipigie makofi mengi ndugu zangu, mnafanya kazi kubwa nzuri. Mimi kama mkuu wa mkoa ninajivunia kufanya kazi na wanahabari wa mkoa wa Iringa, klabu ya wanahabari mkoa wa Iringa na mwanahabari mmoja mmoja kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya. Hatujajutia kuwa na klabu hii kwenye mkoa wetu. Inafanya kazi kwa weledi, haina upendeleo, inaheshimu misingi ya taaluma, inajali maslahi ya umma, na kwa kweli inatusaidia pia kupata mawazo mbadala ya wananchi kuhusu masuala mbalimbali. Kwa mwenyekiti, kupitia eneo hili nikupongeze sana kaka yangu Frank. Unafanya kazi kubwa, kazi nzuri na usichoke. Aidha, mkuu wa mkoa amesema elimu yetu itawasaidia wanahabari kutambua mbinu bora za kupambana na rushwa, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi ambapo maadili ya wajibikaji na uadilifu yanapaswa kupewa kipaumbele. Ili kufanikisha lengo hili mahususi, wenzetu TAKUKURU wameandaa semina hii ili kuwashirikisha na kuwakumbusha wajibu na nafasi mlionayo katika kuzuia vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 kwa kutumia sanaa mlizonazo kusambaza ujumbe wenye maudhui ya uzuiaji wa rushwa kwa wananchi. Kwa bahati nzuri, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 imefanyiwa marekebisho ya mwaka 2024 kwa kuingizwa makosa ya rushwa kwenye uchaguzi, na hivyo kuwezesha watuhumiwa wa vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi kuchunguzwa na kufikishwa mahakamani kama watuhumiwa wengine kwa makosa ya rushwa. Kwa upande wake, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa Victor Swela amesema taasisi hiyo imeendelea kutoa elimu ya kupinga rushwa kwa makundi mbalimbali ya kijamii, huku waandishi wa habari wakipewa kipaumbele kutokana na nafasi yao katika kufikisha ujumbe kwa wananchi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa inaendelea na mwendelezo wa kutoa elimu na uhusiana na masuala ya vitendo vya rushwa katika uchaguzi kwa makundi mbalimbali katika jamii, na leo tumepata fursa ya kuweza kukutana na kundi hili muhimu la waandishi wa habari. Lengo kubwa nikiwa ni kubadilishana nao uzoefu na kuweza kujadili kwa pamoja namna gani wao kwa kutumia vyombo vyao vya habari, kalamu zao, basi wanaweza wakawa ni wadau muhimu sana wa kuzuia vitendo vya rushwa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi huu. Mwenyekiti wa klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Iringa Frank Leonard ameshukuru TAKUKURU kwa kuandaa semina hiyo, akisema ushirikiano utasaidia kuongeza uelewa wa wanahabari na jamii kwa ujumla kuhusu madhara ya rushwa. Muongeze ushirikiano kati yetu na nyinyi, na kwa kweli tumekuwa tukikutana kwa namba ndogo. Kila kota mmekuwa mkitoa taarifa ya mambo yaliyojiri katika miezi mitatu iliyopita. Sasa ushauri wangu ni kwamba tunaomba angalau sasa muongeze zile press conference, badala ya kuita watu 5 kama kawaida mnayofanya, angalau basi ikiwa mara 2 mara 3 sio mbaya, kwa sababu mapambano haya yanahitaji nguvu kubwa. Beatrice Alfred ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka TAKUKURU Iringa, amesema taasisi hiyo inatambua nafasi kubwa ya waandishi wa habari katika kufikisha elimu sahihi kwa umma, hivyo itaendelea kushirikiana nao kwa karibu. Hivyo sasa tunavyowafundisha mapambano dhidi ya rushwa katika uchaguzi, tunahitaji kundi kubwa hili ambalo lina vyombo mbalimbali vya habari, basi maana vinakutana na wananchi wengi na habari zake zinaenda kwa wananchi wengi katika jamii, basi pale tutapata uungwaji mkono na watatoa taarifa na watawafikia kwa ajili wao watapowapa ile elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kwenye jamii kupitia vyombo vyao, basi wale wananchi watatoa taarifa ya vitendo vyote vya rushwa vitavyotokea wakati wa uchaguzi. Semina hiyo imehusisha waandishi wa vyombo mbalimbali vya habari kutoka mkoa wa Iringa
ambapo washiriki wameahidi kutumia elimu walioipata vyema katika kuandika na kuripoti habari zinazochochea uwazi, uadilifu na maendeleo kwa jamii. Sisi kama waandishi wa habari tuna nafasi kubwa ya kuieleza jamii nini cha kufanya kuelekea uchaguzi mkuu. Kutoa kura yako kwa fedha ni kuuza kura yako. Lengo kubwa ambalo tunalitamani katika maslahi mapana ya nchi ni kuona kwamba Watanzania wanatumia nafasi yao ya kuchagua viongozi bila kuwa na harufu, sio rushwa, kuwa na harufu ya rushwa katika maneno na wala vitendo. Hii itatusaidia sana kutengeneza viongozi ambao wana uthubutu wa kutuletea maendeleo katika jamii zetu. Kupitia siku ya leo, kwanza kauli mbiu imebeba mafunzo yote kwamba kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Kwa hiyo mimi nimeona wajibu wangu kwa wapi kwenye kupambana na swala hilo, lakini pia ninaenda kumwambia mwananchi mmoja mmoja kwamba una jukumu la kuhakikisha unazuia na kupambana na rushwa. Kwa sofa ni mafunzo mazuri na yatakuwa na tija. Baada ya hapa, kama wanahabari, tunaahidi kuendeleza ushirikiano mkubwa na kufanya kazi zetu kwa tija. Na habari, kwanza tushukuru kwa TAKUKURU kuona umuhimu wa kada hii habari kushirikiana nao katika kuelimisha jamii juu ya uwepo ama udhibiti wa vitendo vya rushwa, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Mafunzo haya sisi wanahabari yatatusaidia kwa sababu yametuongezea uelewa wa kuandaa maudhui kwa maana ya vipindi habari. Tunapoandaa mawazo yetu ya habari, tunaweza tukaandaa yale ambayo yanahusiana na elimu ya rushwa, lakini kwa ujumla wake pia hata katika vipindi vyetu tunakuwa na uelewa wa kutosha juu ya vitendo hivi vya rushwa. Kwa ujumla wake mafunzo haya yanakwenda kutuongezea uelewa wa sisi tunapokuwa kwenye vyumba vyetu vya habari